Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza tunashukuru Allah kwa kukutana tena leo baada ya mapumziko mafupi. Naamini tukiwa salama, na wale wenye maradhi tunatarajia Allah subhanahu wa ta'ala atawarejeshea afya zao, lakini kwa kuwa tu wako katika nia ya ibada na huko tunakoelekea ndio kuna dawa, natarajia sote tutarejea afya zetu zikiwa salama. Baada ya kusema hayo, kama ratiba inavyoonyesha, leo tutakuwa na Sheikh Yusuf Kidago yupo njiani, baada kama dakika 5-10 atakuwa amefika hapa. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala naye amfikishe salama. Lakini wakati tunaendelea kumsubiri, yupo hapa mbele, kuna viongozi wako mbele yetu hapa, ambapo yupo mkurugenzi Alhaji Hassan Kweka, lakini akiwa na Sheikh Muhammad Kibabu, miongoni mwa mashehe wa taasisi ya Allah. Kwa hiyo ningependa walau tumpe hizi dakika 5 mkurugenzi wa Rawda, walau atueleze safari imefikia siku ngapi, na mpaka hapo tulipofika leo, ambapo tunatarajia wiki ijayo tutakuwa tuko safari. Lakini atueleze kwamba tumefikia katika walau asilimia ngapi, nusu tumefika au tupo kwenye chini ya nusu? Si ndio jamani, au mnasemaje? Tufahamu, sio tunaendesha semina kumbe mambo yenyewe yanaendelea. Kwa hiyo baada ya dakika 5 naye atampa maiki Sheikh Muhammad, wakati tunaendelea kumsubiri Sheikh. Kwa kuwa Sheikh Muhammad yeye ni mwalimu, yani ni Sheikh ambaye ni mwalimu, hata kosa jambo la kufanya ambalo lenye faida kwetu. Kwa hiyo kwa muda huu inshallah, bila kupoteza, tumpelekee maiki mkurugenzi. Bwana, tunataka kufahamu asilimia zimebaki ngapi ili tukamilishe safari zetu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu mahujaji watarajiwa, safari mpaka sasa hivi asilimia 98 ishakamilika. 98. Bado tu kuwapa vifaa, tiketi, pasipoti zenu, visa. Tukutane airport siku ya Jumatatu ijayo tarehe 26 saa 9 mchana. Tarehe 26 Jumatatu ijayo saa 9 mchana tukutane. Zaidi ya hayo sina lingine la kusema. Salamu alaykum. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mimi nimefurahi. Kuna mtu hajafurahi? Baada asilimia ngapi? 2. Hizo ni za Allah. Lakini kwa yale majukumu mliokuwa mnatarajia tumesha. Kwa nini sio kwamba mimi ndo naongea mkurugenzi, kwamba yamesha kamilika. Alhamdulillah. Sheikh Muhammad, tafadhali. Sasa Sheikh Muhammad ndio utazungumza kwa nguvu na nini, maana yake una uhakika. Inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo mpaka hivi sasa ametupatia, na kwa kawaida tukizihesabu kama Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyosema, hatuwezi tukakamilisha mahesabu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake nyingi, na mojawapo ni hizi za kuweka nia na malengo ya kwenda katika kumwabudu yeye, kutimiza moja ya nguzo adhimu kabisa, nguzo ya Uislamu katika zile nguzo 5. Tumeanza semina
Hii ni wiki yetu ya 3, na Mungu akipenda inshallah wiki ijayo tutakuwa na siku moja yetu ya kumalizia semina kabla ya safari. Tumezungumza mengi, mashekhe wamekuja wamezungumza mengi. Kama ambavyo tunavyosema, elimu yoyote inaanza na maarifa. Ukishapata maarifa, basi utaingia katika ufahamu na utekelezaji utakuja biidhnillah taala. Tumezungumza mengi sana katika hizi semina, na leo tulikuwa tumepanga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu shekhe wetu Sheikh Yusuf Kidago aje kuzungumza nanyi, kuizungumzia nini Arafa, utukufu wake, mambo gani ambayo yanapaswa kufanya ukiwa Arafa katika siku nzima ile. Na inshallah tunamtarajia wakati wowote ataingia. Sasa kwa wakati ambao tunamsubiri shekhe, mimi nasema tufanye kama rehearsal au tufanye reminder ya yale ambayo mengi tumeyazungumza. Tumesema tunakwenda kufanya ibada ya haji, ambayo katika zile aina 3 zilizozungumzwa hapa na Sheikh Taha, sisi tumechagua aina moja, na aina hiyo inaitwaje? Tamattu. Wote tumeifahamu. Tunakwenda kufanya hija ya aina ya tamattu. Tunaanza kufanya umra au tunaanza kufanya hija? Tunaanza kufanya umra. Na katika kusoma kwetu tumesoma matendo ya umra ya nguzo, na yapo matendo ya umra ya sunna. Matendo yetu ili utimize nguzo za umra tumesema ni matendo mangapi? 4. Wala usiangalie daftari, jiangalie mwenyewe ufahamu wako Matendo mangapi tumesema? 4. La kwanza tunalohitajika kufanya ni nini? Nia, ambayo wengine watasema kuhirimia, ihramu. Kuna kituo chetu tutakwenda tutatia nia. Jambo la pili katika utekelezaji wa umra yetu ni nini? Kufanya tawafu, ni kuzunguka Kaaba mara ngapi? Mara 7. Kuna dua maalumu ya kusoma wakati unazunguka Kaaba? Hakuna, ila ipo dua maalumu sehemu katika kuzunguka kwa Kaaba, ni sunna kwako kuisoma. Ni dua gani? Fil akhirati hasana wa qina. Inasomwa sehemu gani? Kuanzia nguzo gani? Inaitwaje? Ruknul Yamani, mpaka unafika katika nguzo ipi? Ya Hajar al-Aswad. Hapo tunakuwa tumetimiza nguzo yetu ya 2 ya umra. Nguzo yetu ya 3 ya umra ni ipi? Kwenda kufanya sa'i baina ya Safa na Marwa. Hakuna dua maalum. Ukiweza utasoma inna Safa wal Marwa. Ukiweza utasoma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Ukiweza utafanya adhkari, utamsalia mtume, utasoma Qur'an wa mashakar dhai. Tukimaliza Safa na Marwa katika ile ruti yetu ya 7, tunakwenda katika nguzo yetu ya mwisho ambayo ni kunyoa au kupunguza. Kwa hapo tunakuwa tumetahallal, tumekuwa tunarudi katika hali zetu za kawaida, tunarudi majumbani tukisubiri ibada yetu ya haji. Tunatamata kama ambavyo tumeita hija hii hija ya tamattu. Tukija katika haji, Sheikh Taha ameelezea kwa sequence yale mambo ambayo mtu katika kipindi chake cha haji anatakiwa ayafanye. Nguzo za hija. Nikumbushe, nguzo za hija ya kwanza kama hii ambayo ni nguzo ya umra. Sawa jamani? Nguzo ya kwanza ya hija kama ilivyokuwa kwenye swala, nia lazima. Kwa hiyo nguzo yetu ya kwanza ya hija ni kutia nia, kuhirimia. Sehemu yetu ya kuhirimia ni wapi? Nyumbani kwetu tunapotokea. Tumefikia Azizia, tumefikia sijui labda Batha, tumefikia sehemu utakayofikia, ndo hapo hapo tutaanza kutia ihramu yetu kunuia. Nguzo ya kwanza. Nguzo yetu ya pili katika hija ni ipi? Nguzo yetu ya pili katika hija ni kusimama Arafa. Hapa nazizungumzia nguzo ambazo kama hujazitekeleza ibada yako imefanya nini? Imeharibika. Zipo wajibu, tumesema wajibu
ni vitu vya lazima, lakini ambavyo kama hujavifanya unatakiwa upigwe penalty, ulipie. Utavirikava kwa kuvilipia. Sawa jamani? Lakini vitu vya nguzo ni vile ambavyo ukiviacha umebomoa. Sawa jamani? Kwa hiyo nguzo yetu ya kwanza ni kuhirimia katika hija. Nguzo yetu ya pili ni kusimama Arafa. Sawa jamani? Mwezi ngapi huo? Mwezi 9, mfungo ngapi? Mfungo 3. Nguzo yetu ya tatu katika hija ni kufanya tawafu. Ndio inaitwa tawafu al-haji, tawafu ya hija. Kule ulifanya ile tawafu ya umra. Hapa unalazimika katika nguzo za hija, mojawapo ni tawafu, nayo ni tawafu al-haji. Hii utaifanya baada ya siku ya kutoka Arafa. Sawa jamani? Arafa tunasimama mwezi 9. Utakapotoka Arafa, sasa kuanzia mwezi 10 umeshaingia, basi hapo sasa ndio unaruhusiwa kufanya yale matendo mengine. Unaweza kufanya mwezi 11, 12, 13, lakini ndio nguzo yako ya ngapi hiyo? Ya 3. Nguzo yako ya mwisho ni kuenda sa'i Safa na Marwa. Hii ndiyo nguzo. Nguzo zako za hija ni ngapi? 4. Ya kwanza ipi? Kuhirimia, kutia nia. Ya pili kusimama Arafa. Ya tatu kutufu, tawafu al-hajj. Ya 4 na ya mwisho kufanya sa'i. Hizi ndio nguzo 4 za hija. Pambana utakavyokuwa hizi nguzo 4 uzikamilishe. Lakini kuhirimia, unaweza ukahirimia mwezi 8 au ukahirimia mwezi 9. Yani ile siku yenye ya Arafa. Isipokuwa Arafa ni siku ile ile. Uwezi ukasimama Arafa mwezi 10 au mwezi 8 ukawahi ukasema leo hakuna watu, ngoja mimi nitangulie nikasimame Arafa. Arafa siku yake ni hiyo hiyo mwezi 9. Ikikupita umedondosha nguzo. Lakini nguzo ya kuhirimia unaweza ukahirimia mwezi 8 au ukahirimia mwezi 9 moja kwa moja, ukatoka hoteli moja kwa moja ukaenda Arafa. Lakini kimifumo mara nyingi tunahirimia mwezi 8. Nguzo ya tatu tuliyosema ya tawafu ya hija. Hii unaweza ukaifanya mwezi 10, unaweza ukaifanya mwezi 11, unaweza ukaifanya mwezi 12, unaweza ukaifanya baada ya kurudi kutoka Mina mwezi 13, 14, 15, madamu tu utakuwa bado uko ndani ya hija, hujakuwa uko huru. Nguzo yetu ya mwisho ya Safa na Marwa utaifanya baada ya kumaliza ile nguzo yako ya 3 ya tawafu, alafu utaenda kufanya nguzo yako ya 4. Hizi ndiyo nguzo, lakini kuna matendo mengi ameyazungumza Sheikh hapa. Sawa jamani? Mengine yanaingia katika wajibu na mengine yanaingia katika sunna. Mambo ya wajibu kwako wewe kuyafanya ambayo ukiyaacha utayalipia ni mambo 7. Mambo mangapi? 7. Jambo la kwanza ni kuhirimia katika mikati. Yani kwa mfano, umetoka ukawa hujahirimia katika sehemu yako. Mfano kwa wale wanaokuja hija moja kwa moja, tuseme hawafanyi umra, wakapita katika vituo vyao ya kuhirimia wakajisahau, wakaja kuhirimia ima baada ya kuvuka, sawa au sio sehemu yake. Tunasema wewe ukihirimia baadaye umetekeleza nguzo, lakini umeacha wajibu. Haujahirimia katika kituo. Sawa? Jambo la pili ni kusimama Arafa mpaka magharibi. Kusimama Arafa ni nguzo. Sawa jamani? Kusimama Arafa ni nguzo. Lakini anaweza mtu akaja akaingia Arafa saa 8 akataka kutoka saa 11. Sawa jamani? Kabla ya jua halijazama akataka kuamua kutoka. Tunasema huyu amesimama Arafa, katekeleza nguzo, lakini ameacha wajibu ambao alitakiwa akae pale Arafa mpaka muda wa kuzama jua. Kwa akiondoka kabla ya muda wa kuzama jua,
tunamwambia nguzo yako umeitimiza, lakini umeacha nini? Wajibu, inabidi utoe fidia. Tunaelewana jamani? Kusimama Arafa ni nguzo, na kusimama Arafa mpaka kuzama jua ni nini? Wajibu. Huu ni wajibu wetu wa ngapi? Wa pili. Katika wajibu wa tatu ni kulala Muzdalifa. Kulala, na tunasema kulala kama alivyosema shekhe ni kupitisha usiku Muzdalifa. Waweza ukafika pale pamoja na kuchoka, lakini kawaida yako wewe pakiwa sehemu ovyo ovyo usingizi upati. Shekhe alisema usiende kumtafuta daktari akuchoma sindano ili mradi upate usingizi ulale. Kulala Muzdalifa tunakusudia ule usiku ukakupitia wakati wewe uko wapi? Uko Muzdalifa. Hii ni nini? Ni wajibu nyingine. Kwa maana ukiacha ukatoka Arafa alafu uja kwenda Muzdalifa, ukaenda moja kwa moja labda Mina au ukarudi Maka katika ile siku uliotoka Arafa magharibi, tunasema wewe umeacha wajibu. Sawa jamani? Wajibu wetu wa kwanza ni upi? Kuhirimia miqati. Wajibu wetu wa pili ni kubaki Arafa mpaka magharibi. Wajibu wetu wa tatu ni nini? Kulala Muzdalifa. Sawa jamani? Wajibu wetu wa tatu, wanne, ni kwenda kurembea. Wanaita hii lugha sijui wapi, tunasikia watu na sisi tunafuatisha hivyo. Hii kurembea inatokea wapi? Lugha wapi? Zanzibar kurembea, nimesikia wasema kurembea. Sisi tunasema tunaenda kutupa vimawe. Sasa kwa hiyo ukimsikia mtu anasema kurembea, ndio lugha nyingi wanatumia, na sisi tumeamua na sisi tunaitumia hiyo, kwa maana kwenda kutupa vile vimawe vile ambapo Sheikh amezungumza kwa urefu. Sawa jamani? Huu ni wajibu wako wewe wangapi huu? Wanne. Wajibu wako wa tano ni kufanya nini? Kufanya nini? Kunyoa. Haya matendo kurembea, si ndio kunyoa, haya yanafanyika kuanzia mwezi 10 baada ya kutoka Arafa. Si ndio jamani? Tumeshatoka, tumemaliza ile Muzdalifa. Tukitoka pale tunaanza kupiga zile takbira, si ndio? Kwa sababu tukishatoka Arafa tukaingia huko tena tunaingia tayari inakuwa ni Lailatul Eid Si mnaona kwamba mara nyingi mwezi tu kiandama watu wanaanza kupiga takbira. Kwa maana siku ishafanya nini? Kwa hiyo na sisi tunatoka Arafa magharibi, kwa maana tayari ile siku ishaingia, siku ya Eid. Utaona watu wanaimba sana, wanafanya mashaallah, wanafurahi, wanachangamka. Mpaka alfajiri wanatoka, wanaswali, wanakwenda kutupa sasa yale mawe wakipiga zile takbira zao. Wanapiga takbira mpaka wanafika mahala gani ndio wanakata? Wakati wanapiga yale mawe. Kwa hiyo kuhirimia kwenye kituo chake, kubaki Arafa mpaka magharibi, kulala Muzdalifa, kutupa mawe, kunyoa au kupunguza, kulala Mina siku zile zinazoitwa za tashriq. Kulala Mina ayamu tashriq. Shetani akatambia ayamu tashriq ni zile siku za kufanya kama kupasua ngonda, kukausha ngonda, kukausha nyama. Mwezi ngapi? 11. Yani 10 kuamkia 11, 11 kuamkia 12. Ukitaka kuwahi utaondoka 12 kurudi nyumbani. Ukitaka kuchelewa utaondoka 13 mchana na safari yako. Wajibu mwingine ambao tunatakiwa tuufanye ni upi tumeuacha? Kuchinja. Kuchinja kwa yule ambaye anayefanya hija gani? Hija ya tamattu. Sawa? Mwenye hija ya tamattu ndio ambaye wajibu wake kuchinja. Bado kuna wajibu wa mwisho. Asante. Wanafunzi wamefaulu. Wajibu wa mwisho ni nini? Tawaful wadaa. Si ndio Huwezi kuondoka katika nyumba ya mtu ale kukaribisha ukakaa siku zote alafu unaondoka kimya kimya. Tawaful wadaa ni wajibu. Unakwenda kuaga nyumba ambayo ndio ilikupokea. Ulipofika tu ulianza na tawaful qudum au tawafu ya umra. Kwa hiyo pia ukiondoka nenda kaage, unakwenda unafanya tawafu yako. Kwa maana sasa vitu hivi 7 mtu avitie katika kichwa chake kwamba ajitahidi kuvilinda, avifanye.
mtiririko wake uko tofauti. Tumesema ihramu anafanya ile siku anayoanza. Kama ataanza siku ya 8 kama ambavyo tunapendekeza zaidi, sawa. Kama ataanza siku ya 9, fabiha wa neema, atahirimia katika sehemu yake. Ya pili tumesema ni nini? Kubaki Arafa mpaka magharibi ambayo inafanyika siku ya 9. Ya tatu ni kubaki Muzdalifa usiku ule ambao ni mara nyingi ni baada ya kutoka Arafa mwezi 9 ule, jioni unavyoingia mwezi 10 unaenda kupumzikia Muzdalifa. Mwingine tukasema ni kwenda kutupa mawe ambayo inakuwa ni katika siku ile yaumul hajjil akbar ambayo ndio wengine nasema Arafa, au ni ile siku ya 10, yani siku ya Eid. Lakini pia katika haya mambo mengine ni kulala Mina, lakini pia na kunyoa na kufanya tawafu ya kuaga. Yaliyokuwa zaidi ya hapa yatakuwa ni vitu vya aina mbili. Sawa jamani? Matendo mengine yote yaliyokuwa zaidi ya haya, zaidi ya nguzo na zaidi ya nini? Ya wajibu, hayo matendo mengine yatakuwa moja kati ya mawili. Ima yatakuwa ni nini? Sunna ambayo ukifanya tunatarajia utapata thawabu. Ukiacha tunatarajia hutopata dhambi. Au kama sio sunna basi yatakuwa ni mambo ambayo yamezushwa, hayapo. Unaweza ukafika Maka katika ibada ya hija ukaona mambo mengi sana. Sasa kama hujakuwa mwenye kusoma na kuelimishwa katika matukio na matendo ambayo wewe unatakiwa uyafanye, basi kila watu watakalokuwa wanalifanya huenda na wewe ukataka kulifanya. Sio, inaeleweka? Kila watakalokuwa watu wanalifanya ukawaona wanafanya, nawe utataka kulifanya, kwa sababu hujajua nini unachotakiwa kukifanya. Kwa sasa unachotakiwa kujua kwamba je, katika sunna ambazo zipo katika matendo ya hija na umra ni matendo gani? Sawa jamani? Matendo kwenye umra tumesema mojawapo, mfano kwa wanaume kuweka bega wazi, lakini pia kuswali nyuma ya makamu Ibrahim, kwenda kufanya nini? Kunywa maji ya Zamzam, kuomba zile dua, si ndio? Haya yote ni matendo ambayo ni sunna. Kusoma adhkari, sawa? Sasa kama hujazijua sunna, kwa maana hata mtu ukimwona leo mfano anakwenda pale haram akawa labda anaswali hata rakaa 10 au 20, au yani unaona kuna matendo ambayo yanafanywa wewe hujayasoma, basi kaa ujiulize, haya katika nilivyosoma mimi yapo katika matendo ya sunna? Kama yapo na una muda na una nafasi ya kuyatekeleza, yatekeleze. Lakini kama unaona kabisa haya ni mambo ya sunna, lakini mimi nasimama hapa naomba hii dua, kundi langu lile pale linalofuatana nalo, nikizidi hapa kuomba dua mimi nafanyaje hapa? Wananiacha, napotea, naweza nikaharibu ibada yangu. Basi ni bora kuilinda ibada yako katika mambo ya lazima, ukaliacha lile jambo lako la sunna. Yani kama kupima, tunapima mizani, una pesa yako, si ndio? Unataka kununua kina mama wanataka kununua mapazia mapya Idi, au mnunulie mtoto nguo za sikukuu. Unafanya nini? Namnunulia mtoto. Si ndio jamani? Fiqhul awlawiyya, mambo ya mizani. Lipi ni muhimu katika kipindi gani? Yote ni muhimu, kupamba nyumba yako na mtoto wako kupendeza. Si ndio? Nyumba yako unaweza kaifunga mtu asije, mtoto wako atatoka nje tu. Aibu ya nani? Aibu ya kwako. Kwa hizi ni fiqhul muwazanat au fiqhul awlawiyat. Kwa hiyo nadhani kwa haya machache, sijui Sheikh amefikia wapi, kwa sababu leo sio mada ya kwangu, ni mada ya Sheikh. Labda tukaribishe kama kuna maswali wakati tunamsubiri Sheikh. Kile kikubwa ni hayo nguzo uzijue, na wajibu wako ujue katika matendo yako haya ya hija. Lakini pia kama ninavyosema kwamba kila wakati, kila zama mashekhe watakuwepo, viongozi watakuwepo, kwa maana ni mtiririko wa kuwa pamoja kuanzia mwanzo wa ibada mpaka mwisho. Lakini tunafanya hizi semina ujue, lakini pia kwa tahadhari. Ukiachwa na gari na ujui kusoma, utaenda kwa miguu. Sawa jamani? Wewe unajua tumeachana wapi? Tumeachana kwenye tawafu. Sasa nafanyaje? Unaharibu ibada yako. Kwenye tawafu ya ngapi? Ya 5. Natakiwa nifanye tawafu ngapi? 7. Naanzia wapi mpaka wapi?
fanya, nenda ya 6, nenda ya 7. Uwaoni wenzako, toka, niliambiwa nikitoka hapa kuna nguzo kwenda kufanya nini, labda saa. Kafika shehe? Inshallah namba shehe anataraka amefika. Sawa jamani, ukijua ukiwa na wenzako itakuwa bora, ukijua ukipatwa na dharura utajua namna gani ya kujitetea ili ufikie katika nini, katika malengo ya ibada yako. Inshallah wakati Sheikh amefika tukaribishe maswali ambayo yako ndani ya ibada yetu ya hija, na kama yamo ya kimaandalizi wakati tunamsubiri Sheikh Yusuf. Karibuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi qala wa huwa asdaqul qailin wa shahidun wa mashhud. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi alladhi qala wa huwa asdaqul qailin afdalul ayyami yawm Arafah wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bihi haqqa tamassuki fafazu wa najahu wa kanu minal mu'minin. Allahumma ja'alna minhum. Ndugu zangu, darsa inatuelekeza siku ya Arafa, lakini hapa kabla kuanza siku ya Arafa niingie kwenye hili swali kwamba kabla ya kwenda haji mambo gani unatakiwa ufanye. Kwa marejeo ya kitabu cha Imam Nawawi Manasikul Haji wal Umra na vitabu vingi, hata nimeona katika madhahibi al-arba, pamoja na kwamba yafahamika semina za hija malengo yake hasa si darsa, malengo yake ni kumwelekeza mtu namna ya kuhiji, lakini kunukuu hivyo vitabu ni kumbukumbu tu kwa msomi anayetaka kurejea. Kumeandikwa kwamba anayetaka kwenda hija ni vizuri awe na istishara, kumtaka ushauri yule ambaye katika dini ni mtu mwenye ilmu ya kutosha na mwenye kuaminika katika dini. Na hizi taasisi zetu watu hao wapo, watu wenye ilmu kuhusiana na haji wapo, watu ambao ni waaminifu katika ibada wapo. Kwa ni vizuri yule anayekusudia haji awe anataka ushauri kama hivyo. Lakini la pili ambalo ndio linalofanyika hapa ni kuisoma haji kabla ya kwenda. Na haya ndio makusudio ya hizi semina za haji. Maana yake ni kusoma ibada yenyewe kabla hujafika, kujua ule mzunguruko wa tawafu maana yake nini na vituo vyake vitukufu ni vipi, ili wakati unazunguruka usizunguruke kama unazunguruka mbuyu, kwamba wajua kwamba hapa ni pointi gani na ina maana gani. Lakini la tatu katika muhimu ni qadha'u ma amkanaka min ad-dayn, kulipa lile ambalo liliokuwezekanikia wewe katika madeni. Ikiwa ni mwenda haji, lile unaloweza kulilipa katika deni lipa ili uende safi. Lingine ridhau walidaini, uhakikishe kwamba unawaridhisha wazazi wawili,
baba na mama. Ridhahuma laqad bada min minha, kuwaridhisha wazazi hawa wawili imedhihirika kwamba ni katika zawadi iliyokuwa kubwa, pia itasahilisha ibada yako. Si unajua wazazi Mungu amewapa mamlaka ya kuwa ni kikwazo cha ibada zetu pia, kwa sababu Mtume anasema man ardha walidayhi faqad ardha Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Atakayewaridhisha wazazi wawili kwa hakika amemridhisha Mwenyezi Mungu, na atakayewaudhi hawa wazazi wawili, atakayewachukiza, kwa hakika amemchukiza Mwenyezi Mungu. Mwenda haji vyema sana uhakikishe kwamba wazazi wako ridhaa na wewe. Kwa wanawake nyinyi, vizuri pia mume awe ridhaa na wewe. Lakini lingine, hali lima fi nafqa, hakikisha katika matumizi yako unafanya kilichokuwa halali. Yale matumizi ambayo utakayoyatumia kwa ajili ya haji, hakikisha kwamba matumizi yako ni ya matumizi halali. Haji hutakikani kwenda na fedha ya haramu. Katika baadhi ya madhhab wamesema kabisa ukienda haji na fedha ya haramu, haji yako haitosihi. Lakini ukienda haji, katika moja ya jambo lingine muhimu ni kwamba ni tarku mumahati fima tashtari, wacha mzozo katika kile unachokinunua, uache kugombana, kufanyaje, lakini kithirisha sana toba. Yani unahitajika ukienda haji, sehemu kubwa ushatubia kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ina maana nyinyi mnaokwenda haji, jitahidini sana na nini? Istighfar. Ibada kubwa istighfar. Kila wakati kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha. Yako mengi, lakini hayo ni maelekezo mazuri, ambao miongoni mwa hayo pia tanaha kulla dhi khana tanaha lisanai asna usba, kwamba ukiwa katika haji mwepuke rafiki ambaye ni mchafu wa maneno, kwa sababu anaweza akakupotezea timing ya ibada zako. Alafu kusudia katika haji ili upate ule utukufu wa hija, company ya watu ambao wenye mwelekeo mzuri. Unajua mkienda haji kuna kuzoeana, kuzoeana si vibaya, kwa sababu ndio kunajenga udugu na urafiki. Lakini yale mazoea yasiwatoe kwenye lengo. Tuko pamoja. Kila wakati lazimiana na yule atakayekukumbusha umuhimu wa fadhila za mji wa Maka na vituo vya mji wa Maka. Bahati nzuri muongozwa na watu ambao ni wabobezi kwa muda mrefu, takwambia Maka unatakiwa ufanyeje. Mafahamu? Epuka sana mazoea. Jitahidi uepuke mazoea, sababu safari yenyewe ya muda mfupi ile, lakini faida zake za kudumu milele. Sasa hii safari ufahamu kwamba moja ya faida kubwa unayokwenda kupata kama utakuwa umezingatia masomo. Faida kubwa atakayokwenda kupata ni kusamehewa madhambi. Kusamehewa dhambi ni jambo ambalo mara nyingi mimi naambia watu kwamba ingekuwa huduma hiyo inauzwa, tungekuwa tuinunua kwa kiasi gani? Si matilioni ya pesa. Lakini unakwenda kupata kwa kipindi cha wiki 2, wiki 3 utakachokwenda kukaa Maka.
Kwa hiyo unaweza ukadumu wewe kama mtu ambaye kazaliwa upya. Na bahati nzuri kituo kikubwa cha kusamehewa dhambi pale haji vipo ni tawafu, lakini kikubwa kuliko vyote ni yaumu Arafa, ambayo ndio somo letu. Yaumu Arafa, siku ya Arafa, imeitwa hivyo kwa sababu nyingi. Zote tuziite ni sababu sahihi. Wameorodhesha mashekhe, Imam Qurtubi katika Jamul Ahkam al-Quran ameelekeza imeitwa siku ya Arafa kwa sababu ndani yake kuna taarufu nasi. Taarufu nasu. Watu kuna taarufu nasi pale, watu wanajuana. Siku ya Arafa kuna nafasi kubwa ya watu kujuana. Yaambiwa imeitwa siku ya Arafa, moja ya sababu yake ni hiyo. Lakini ya pili, sisi wote tufahamu kwamba Nabiullahi Adamu alayhi salam, yeye na Hawa walikuwa wakiishi mbinguni. Yaambiwa pepo ni mbinguni. Haiko chini, iko juu. Walikuwa wakiishi peponi wale. Lakini Mwenyezi Mungu aliwashusha ardhini, kila mmoja akamshusha kivyake. Yaambiwa Hawa alishushiwa huku Jeddah, Adam India, wakatafutana kwa muda mrefu sana, wakaja kujuana pale katika viwanja vya Arafa. Sasa vile Adam alivyokuwepo akamuona Hawa faarafaha, akamjua, basi ambiwa imeitwa Arafa kwa sababu ya kile kitendo cha Adam kumjua nani? Hawa, kwa sababu Arafa manake ni kujua. Arafaha, amemjua. Lakini pia ni Jibrili alayhi salam. Kana yuri Ibrahima mashahida wa manasika al-hajj. Alikuwa akimuonyesha Nabiullah Ibrahimu zile ibada za hija. Alipofika pale kiviwanja vya Arafa, akamuuliza, arafta? Umejua? Akasema araftu, nimejua. Basi waambiwa pia ni sababu za kuitwa nini? Arafa. Lakini pia imeitwa Arafa kwa sababu ni arfu. Arfu ni uturi, ni harufu nzuri. Vile ambavyo watu wanasamehewa katika ule uwanja wa Arafa. Kila anayeingia katika uwanja wa Arafa pale anasamehewa madhambi. Basi kule kusamehewa madhambi ni kama vile kunukia nini? Wanukia wewe harufu nzuri mbele ya malaika wa Allah. Wanukia harufu nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana. Basi kukaitwa Arafa kwa sababu ya uturi unaopatikana baada ya watu kusamehewa nini? Na nyinyi hujaji, jambo kubwa ambalo watakiwa ukae nalo kichwani kwamba unakwenda kukutana na uwanja wa Arafa ambao ni uwanja unaojulikana kama Al-Maghfara. Yani Al-Maghfara ni eneo ambalo lina wingi wa kusamehewa. Hiyo tumo katika at-tasmiyatu bil Arafa, kuitwa jina la Arafa. Nadhani hapo kumeeleweka mahujaji, ndivyo sivyo? Lakini labda tuingie kwamba Arafa yenyewe kwenye hija ni nini? Kwanza ndio moyo wa haji, wa hija. Al-hajju Arafa. Hija ni Arafa. Yani ukishaambiwa kwamba
binadamu ni moyo na ubongo. Haina maana kwamba viungo vingine si binadamu, lakini vikikosekana hivyo hakuna mtu hapo. Ndivyo sivyo? Binadamu ni kichwa, sio? Binadamu ni kichwa, au uhai wa mnyama au kilichokuwa hai ni kichwa chake. Kikikatwa kichwa hakuna tena uhai, sivyo? Basi Arafa ile ukiikosa huna haji kabisa, kwa sababu Arafa ina muda maalum. Ukwenda pamoja. Ndio maana Mtume Muhammad akasema alhajju Arafa, hija yote ni hapa Arafa. Ina maana kwamba mzunguruko wote wa hija, faida kubwa na fadhila kubwa ya haji ipo pale Arafa. Na Arafa nadhani hija tunayokwenda fanya ni hija tamattu, ndivyo? Kwa hiyo tutakaa Maka baada ya kufanya umra mpaka mwezi 8. Mwezi 8 ule ni yaumu tarwiya, sawa? Mwezi 8 tutakusudia hija, tutasema labaika hija. Tutanuia hija pale, alafu tutaingia katika yale yaliyokatazwa ambayo ishasomeshwa hapa, sio? Naam. Tutakwenda Mina. Tutalala Mina. Kule kulala Mina ile yaumu tasi'i, lailatul tasi'a, lailatul Arafa, ule usiku wa Arafa ni sunna. Tutakachokwenda kukifanya pale Mina, adhuhuri tutaiswali kwa wakati wake raka ngapi? Na alasiri tutaiswali kwa wakati wake raka ngapi? Lakini tutakuja kisha ingia usiku, tumeingia usiku wa nini? Wa Arafa. Asubuhi yake tutakwenda katika viwanja vya Arafa. Arafa, hakuna Arafa inayotokea wakati wa asubuhi. Pamoja na kwamba tutaondoka na mabasi pale, tutakwenda katika viwanja vya Arafa, tutafika asubuhi, lakini Arafa yenyewe huwa inatokea wakati wa zawali, yani kule kupenduka jua. Pale ndio upo sasa katika viwanja vya Arafa, yani umeingia katika vile viwanja vya Arafa mahsus. Itakuwa tu viwanja vya Arafa ni kabla ya hapo umo tu kwenye vile viwanja, lakini bado hujaingia kwenye siku yenyewe. Siku yenyewe haingii illa baada zawali, isipokuwa baada ni kupenduka jua. Mpaka hapa tumeelewana? Kwa ukiwemo asubuhi pale bado hujawemo wapi? Pamoja kwamba asubuhi itakuwepo vile viwanja vya Arafa pale, lakini bado hujakuwepo katika Arafa mpaka muda wake ni zawali, mpaka alfajiri ile, sawa? Kabla alfajiri haijaingia bado inaswihi kwamba ni kipindi kile cha Arafa, sawa? Atakayekosa kile kipindi cha Arafa, basi huyo hana haji. Hija hapo huna. Unafahamu? Na utatakiwa tahallal, yani ujiondoe katika ihram, kuna njia zake. Lakini muhimu ni kwamba ile siku ya Arafa, jambo muhimu la kujua ni huo wakati. Wakati wake ni wakati gani? Tumesema ni baada zawali mpaka wapi? Alfajiri. Atakayeingia usiku pale mpaka kabla haijafikia ile alfajiri ya siku ya mwezi 10, mwezi wa kuchinja ule, haijaingia ile alfajiri yake, bado huyo yuko kwenye nini? Kwenye Arafa. Kwa mtu anaweza akapotea akija saa 2 usiku viwanja vya Arafa, bado yuko kwenye uwanja wa Arafa, isipokuwa wale ambao ni hadhiru nahariha, wuqufuhum ila ghurubi shamsi
wajibun min wajibati al-hajj. Wale ambao watakaofika mchana, ambao sisi kawaida tunafika mchana, kuwepo pale katika viwanja vya Arafa mpaka kuzama jua ni wajibu katika wajibu wa nini? Wa haji. Ni wajibu katika wajibu wa haji. Na ukiacha wajibu una fidia. Fidia yake ni kuchinja. Kama hutochinja utafunga siku 10, 3 ukiwa Maka na 7 utakaporudi nyumbani. Jamaa imeeleweka hapo? Kwa hiyo siku ya Arafa ina ahkam, ina hukumu. Hizo ni hukumu zake, ni moja katika hukumu zake ambazo unatakiwa kuzijua. Pale lazima tunakaa mpaka ghurubi shams, kuzama jua. Usije ukastaajabu kwamba mbona huku tumefundishwa kwamba Arafa ni mpaka kuzama jua, lakini mbona tuondoka kabla jua halijazama? Kunalojuzisha kwa udhuru. Pale utaona mabasi wakati mwingine yanakuja pale mkaondoka kabla jua halijazama kwenda Muzdalifa. Lakini pale muhimu, ikishakuwa sasa yaumu Arafa ishajitokeza, nini cha kufanya? Kwanza ukishajua kwamba kuna zawalu shams, kupenduka jua, jua lishapenduka, ni saa ngapi ile? 6 hivi, sio? 6 hivi, 7. Tukisha swali pale na pale, unaswali adhuhuri na alasiri kwa kujumuisha, kwa kuzipunguza na kujumuisha adhuhuri na alasiri. Ukisha swali pale tayari tumeshaingia katika viwanja vya Arafa na tumeingia kwenye hiyo siku ambayo Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameiapia. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu atuambia washahidi wa mashhud, kwamba shahid ni yaumul jumaa, al-mashhud ni yaumu Arafa. Mwenyezi Mungu ameapia siku ya Ijumaa kwa utukufu wake, lakini akaiapia siku ya Arafa. Mimi na wewe tunajua kiapo kinaletwa kwenye jambo gani, ndivyo sivyo? Kiapo huwa kinaletwa kwa habari nzito ambao hata mtu hawezi kuiamini kwa haraka. Ndio mtu asema wallahi naapa. Huwezi kuapa kwamba wallahi asubuhi nimekula chai na mandazi, watu wataona huyu bwana vipi. Lakini ukisema wallahi mimi nimemuona malaika chumbani kwangu, mtasema ndivyo sivyo? Maana sasa tu nimemuona malaika chumbani kwangu, watu wataguna. Sasa ili yule mguno usiondoke, usiwepo, kama ni kweli basi unabidi uweke na kiapo. Wallahi, maana jambo gani? Jambo zito. Kwa anaposema Mwenyezi Mungu washahidi wa mashhuda, na apa kwa siku ya Ijumaa na naapa kwa siku ya Arafa, ni kwamba ni kuonyesha kwamba siku mbili hizi ni siku kubwa na huwa kuna wakati zinakutana, lakini hakuna siku ambayo ni kubwa Mwenyezi Mungu ameiumba katika hii dunia kuliko siku ya Arafa. Ndio maana hata ambaye haendi haji ana nafasi ya kusamehewa madhambi ya mwaka mzima kwa kufunga ule mwezi 9 siku ya Arafa. Yewe ambaye uko kule inakuaje? Kwa hiyo moja ya jambo ambalo watakiwa uwe na kipaumbele nalo, yani kila dakika useme alhamdulillah, ni wewe kwenda haji alafu kwenda kukutana na yaumu Arafa, siku ambayo ni siku ambayo Mwenyezi Mungu yubahi bihil malaika, anajifakharisha kwa siku hiyo kwa malaika wake. Lakini anajifakharisha kwa nini? Bi ahli Arafat, kwa wale watu waliokuwemo katika viwanja vya Arafa, akiambia undhuru ila ibadi jauni shu'than ghubra
Waangalieni waja wangu wamenijilia hali ya kuwa temkwa nywele zao na mavumbi, kwa sababu siku ile ni siku ya heka kubwa, utachafuka, utafanyaje? Hutakiwi kujipakaza mavumbi ili uingie katika hiyo hadithi, au ile uwe ovyo ovyo ili uingie katika hiyo hadithi. Bora tuwe utakuwepo katika vile viwanja vya Arafa, utakuwa umesamehewa. Shughuli kubwa za kufanya pale ni dua. Pale ndio wakati wa kumlilia sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika siku ile mkwepe mtu ambaye ana mazungumzo ya huku tulipotoka. Yani wewe pale ndio kuna kiini cha kile ulichokifuata. Muombe sana Mwenyezi Mungu mambo yako. Muombe sana Mwenyezi Mungu radhi zake. Muombe sana Mwenyezi Mungu akujalie kheri. Isipokuwa Mtume Muhammad anasema afdalu du'a qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ikisemaje? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Asema dua kubwa na bora zaidi nilikuwa nikisema mimi na manabii ambao waliokuwemo kabla yangu mimi, kwa sababu hii haji sio ummati Muhammad tu. Manabii wengi waliopita wamefanya ibada ya hija. Kisoma kitabu kinachoitwa Akhbaru Makkah, utaona kwamba katika Masjid al-Khaif wamewahi kuswali mitume pale 70. Lakini katika maelezo yake anasema mitume zaidi ya 500 kabla ya Mtume Muhammad huko. Manabii na mitume zaidi ya 500 waliwahi kwenda haji na hali ya kuwa wamevaa hizi hiramu. Kwa mitume nao walifanya ibada ya haji. Lakini pale asema dua bora kabisa nilokuwa nikisema mimi na mitume waliokuja baada yangu ni la ilaha illa Allah wote wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala. Wewe unaweza ukaifanya hiyo inasaga matatizo yako yote. Wewe usishangae, mbona hii kama sio dua? Si ndio unaingia kwenye akili, mbona kama sio dua? Dua ziko za aina mbili. Kuna ad-du'a uthanai na ad-du'a utalabi. Kuna dua ambazo ndani yake ni kumsifu Mwenyezi Mungu, kumtukuza Mwenyezi Mungu. Ile ni dua pia. Kwa hiyo hii imo katika makundi ya dua uthanai. Dua uthanai, dua ambazo katika kumsifu Allah subhanahu. Lakini dua utalabi ni ile dua sasa ya wewe kuomba mambo yako, nipe kitu fulani, nipe hiki, nipe kile. Ile ni dua utalabi. Kwa hiyo hii inaitwa dua uthanai. Lakini Mtume akaita ni afdalu duai qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli. Kwa hiyo Arafa pale hakuna habari kubwa zaidi ya kwamba hakuna habari ndogo tuseme, maana habari zote ni kubwa. Ukikaa tu Arafa hata kama umelala, lakini sikushauri uende pale ukalale, itakuwa mtihani. Lakini ukiwemo tu vile viwanja vya Arafa, wewe ni maghfuru, umesameheka. Lakini daraja yako tu ya kusamehewa haitolingana na yule ambaye kajishughulisha. Na sisi tunaoenda haji, muhimu sana tafuta credit na target. Vile vituo vyote muhimu unavyoambiwa hapa kuna fadhila, usikiachie hicho kituo.
na kituo kikubwa katika vyote ni pale Arafa, yaumu Arafa. Ukitoka pale Arafa mpaka saa 12 umekaa pale wamsabihi Mwenyezi Mungu, wamtaja sana Allah, fanya takbiri unavyoweza, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, au ile labbaik Allahumma labbaik labbaik la, yani kila utakachofanya pale wewe maksi zinazidi. Tahadhari tu, tahadhari. Al-Kaaba yenyewe, viwanja vya Arafa, Mina, Muzdalifa, maeneo yote hayo ni matukufu, hayalingani na sehemu yoyote duniani. Lakini utaona ni kama eneo yetu tu hivi. Ukiona kama maeneo yetu usivunjike moyo ukasema mimi nilidhani kwamba nitaona kitu cha ajabu. Hakuna malaika pale utakaona kwamba wanashuka katika viwanja vya Arafa. Wala hutamuona Mtume Muhammad anatokea chini ya ardhi ambie jamani mahujaji wa Tanzania alizenu. Hamna hiyo kitu. Umefahamu? Ni kwamba hutaona malaika, hutaona mitume, hutaona chochote. Lakini kutoona wewe haipunguzii kuwa kuna utukufu mkubwa pale. Na pale ndio kipindi ambacho malaika wanashuka kwa wingi sana. Siku ya Arafa ni siku ambayo tutachanganyikana na malaika wa Mwenyezi Mungu. Na ndio siku ambayo Mtume Muhammad anasema kwa hadithi inatokana na Bibi Aisha, ma min yawmin akthara an yu'tiqa Allahu fihi 'abadahu au 'abidan minan nar min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Mwenyezi Mungu anazidi kuacha huru waja wake na moto kuliko siku ya Arafa. Kwa hiyo ukiwemo katika vile viwanja vya Arafa, jua mbali na kusamehewa madhambi, lakini kama ulihukumika kwamba wewe uwepate adhabu ya kaburini au adhabu ya moto, basi siku ile ndio siku unaachwa huru na moto. Wewe umeona ili kwenda haji ni bahati iliyokuwa kubwa kiasi gani? Ni siku labda uje uharibu mwenyewe baada ya haji. Sababu haji huwa inaharibika alafu unakuwa huna chochote baada ya hija. Yategemea. Moja ya vitu vinavyoharibu hija ni ushirikina. Kiwa mshirikina, mtu wa shirki, basi jua hija yako inaporomoka, inakuwa zero, una chochote. Mwenyezi Mungu atukinge na hayo. Amen. Lakini kuna maasi ambayo anaipunguza ile hija yako mpaka inaisha. Lakini maasi ambayo anaporomosha hija moja kwa moja ni ushirikina. Ibn Baz ameandika katika kitabu chake cha Tawdih, ameweka wazi sana hayo mambo. Kwa hiyo tunahitajika sana unapokwenda haji hivi mmekusudia. Ndio maana unaambiwa utubie kabisa. Kutubia ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni iqla, yani kujivua kabisa kwamba mimi sitorudia tena ile lilomwasi Mungu. La pili ni azma, ya kwamba sitofanya tena mimi maasi ya maisha yangu. Weka nia hizo. Alafu la tatu ikupatie nadama, majuto ya kile ulichokifanya. Dalili kwamba unajuta, hujisifu kwa ubaya uliofanya. Na mimi na wewe tunaweza, ama sio? Yani kuamua kwamba mimi sitokuwa mtu wa dhambi kabisa. Unaweza, kwa sababu kwanza una fursa ya unakwenda haji. Ukizunguruka ile Al-Kaaba, kuna vituo muhimu pale. Kuna pale Multazim, nadhani imeshaelekezwa. Pale ni kituo. Ile Al-Kaaba yenyewe tukizunguruka hivyo muombe sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sababu tunaambiwa katika hadithi, tena daraja yake walila alhamdu nimeiona, daraja ya hasan, kwamba wale tawafina Al-Kaaba, wale wanaotufu ile Al-Kaaba, ukitufu tu ni kwamba wale wana maksi 100 na Mwenyezi Mungu anatoa maksi 120 pale Al-Kaaba. Daraja 120 za rehma zake, anamwaga rehma 120. 60 ni kwa wale wanaozunguruka Al-Kaaba, 40 kwa wale ambao hazunguki. Sasa pale Al-Kaaba kuna watu wa design nyingi. Kuna wengine hawazunguruki, wanaswali tu, akifika pale anaswali,
hazunguruki Al-Kaaba, lakini ukifika Al-Kaaba jitahidi kuzunguka. Sababu ukizunguruka una rehma za Allah subhana 60. Ukiswali una rehma za Allah subhana 40. Lakini ukitazama tu Al-Kaaba, ile ukitazama tu Mwenyezi Mungu anakupa rehema 20. Vile kuitazama tu Al-Kaaba ni ibada. An-nadharu ila al-Ka'bati ibada. Kutazama Al-Kaaba ni ibada. Kwa hiyo nisiwapeleke tena kwenye Al-Kaaba, sisi tuko kwenye nini? Yaumu Arafa, si ndio? Yaumu Arafa ni siku kubwa, yani katika siku ambayo siku ile wewe unakwenda unanuia tena huko pale Maka, unanuia kwamba labaika hija, kuwa na furaha kubwa sana, kwa sababu kesho yake, huu mwezi 8, kesho yake unakwenda kukutana na Yaumu Arafa. Kwa ndugu zangu, tusiyazungumze mengi Yaumu Arafa, lakini tu nikwambie kwamba ukibahatika kuingia katika vile viwanja vya Arafa, umesamehewa madhambi yasiyotakikana siku ya Arafa. Kwa sababu dini inatakiwa sheria, haitakiwi mapenzi binafsi ya mtu. Usije ukafunga siku ya Arafa, hufungi. Wala Yaumun Nahar siku ya 10 pia hufungi. Zile siku 3 za ayamu tashriq, mwezi 11, 12, 13 pia hufungi. Ndivyo alivyotufundisha Mtume, khudhu anni manasikakum, mwige, yani mchukue kutoka kwangu ibada yenu ya haji, hija na umra. Pale kwenyewe Arafa ilivyokuwa ni jambo muhimu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionekana anaomba dua. Yesi ndio mbora wa watu kuliko wote, alalitilaq. Sayyid Jibril anasema qallabtu dunya mashariqaha wa magharibaha falam ajid rajulan afdala min Muhammad. Mimi nimegeuza dunia, mashariki yake na magharibi yake, haijatokea nikamuona mtu ambaye ni bora kuliko Muhammad. Lakini pale katika viwanja vya Arafa, yeye alifanyaje alipofika? Alimuomba Mwenyezi Mungu mpaka watu wakadhani huyu mtu kafunga. Alipotea kabisa. Mpaka alipokuja kuletewa kikombe cha maziwa, ndio watu wakasema kumbe hajafunga bwana. Ilikuwa hana mchezo, lakini ndiye mtu bora kuliko wote. Hili tu aliofanya Mtume siku ya Arafa likuchukulie wewe kwamba utatakiwa ufanye jitihada kiasi gani ukifika katika ile siku ya Arafa. Kwa hiyo ni bahati kwa kweli kwenda haji, ni bahati iliyokuwa kubwa. Mwahitajika kusema alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhimu tu ni kuitumia vizuri siku hiyo, kwa sababu umri wenyewe uko wapi bwana? Ushapata bahati hii, ni bahati kubwa. Pale msikiti Masjidil Haram utaswali raka siku moja unapata fadhila ngapi? 500,000 ukilingania na, maana swala moja 100,000, swala 5, yani ukipata 500,000, mjitahidi mswali jamaa 500,000, alafu naenda tena kwenye uwanja wa Arafa. Kidaraja uko mbali sana. Sasa umri wetu vinavyoona mimi na nyinyi, kuna mtu akuswali swala 500,000 hapa, utakaa miaka mingapi uswali swala 500,000? Kwa hiyo kwenda haji bana, ni umshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ajalie tupeleke salama. Basi siku ya Arafa, na mimi ninavyofahamu ni kwamba semina hizi zitaendelea hata mkiwa kule haji. Kwa hiyo hapa nashukuru sana uongozi kunialika na mimi kuwemo katika ibada hii ya kushauriana kwamba tufanyeje huko. Lakini ni hicho nilichojaliwa kukitoa kwa leo, basi naomba mkipokea na Mwenyezi Mungu atukubalie.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله. Alhamdulillah. Kwanza kabisa tutoe shukrani zetu kwa Sheikh Yusuf kwa kuitikia wito huu. Tuna taarifa kwamba ulikuwa hali yako si nzuri, lakini alhamdulillah Mungu amekuwezesha na kukupa afya mpaka umejilazimisha leo umekuja. Mwenyezi Mungu ajalie haya katika mizani ya mema zako inshallah. Kuna swali hapa limekuja. Kuna mtu anasema ndio lengo ambalo ni miaka mingi na huyo anayedai sijui alipo kwamba nilisikia nasafiri. Sasa nahitaji nifanye nini ili nilipe labda hilo deni, naomba mwongozo. Nadhani katika mambo uliotoa ya moja ya mazuri kabla ya kuondoka ni kulipa madeni. Sasa naomba mwongozo katika hilo. Turudie ile ibara ya deni ilivyoandikwa katika manasikul hajj wal umra ya Imam Nawawi, qadha'u ma amkanaka min ad-dayn, kulipa lile linalokuwezekanikia wewe katika nini? Deni. Siku zimebaki chache za safari, huyo kumtafuta mpaka umpate uwezekano haupo, si ndivyo? Kwa hiyo haivurugi. Muda wa kuwa nia yako ni kheri, basi haina tatizo hilo. Utakwenda haji kama kawaida. Nadhani kwa swali hajakuwa mengi nimekuja hivyo. Mimi niseme katika mengi alizungumza Sheikh Yusuf, tulichukue moja kwa uzito sana. Tunajua wote kuna siku hizi za muungano, kuna siku za mapinduzi. Hizi wale wafungwa waliokuwa huko wanakuwa wanasubiri msamaha wa rais, wanakuwa wanaisubiri kwa hamu sana. Sasa sisi hatujijui jamani, na bora mfungwa anakuwa yuko tayari, sisi hatujijui tuko wapi. Kwa hiyo kwa maelezo ya shekhe, hii ni siku ya kuachiwa hii. Atiqa liqabana wa liqaba abaina wa ummatina min an-nar. Kwa hiyo tujiandae na tuwe tayari na tuisubiri kwa shauku na tuifanyie kazi huku tukiomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufikishe, lakini pia tujalie katika hao ambao tunazipata hizo rehema zake, zikiwemo kuachiwa na kutoka kwenye moto wa jahannam. Sheikh Yusuf, mimi sina makamu zaidi ya kusema tunakushukuru na tunakuombea Mwenyezi Mungu. Na mimi niombe ruhusa kabisa. Sheikh Yusuf. Kuna swali? Kuna swali? Nani? Assalamu alaikum. Sheikh, jazakumullahu khaira. Mimi nilikuwa naomba uniweke vizuri hapa katika hii siku ya Arafa. Maana siku ya Arafa kuna vurugu nyingi sana hasa huko kwetu. Na mimi nakusudia kwenda na baadhi ya familia yangu itakuwa huko. Na hii siku nimesema ina fadhili nyingi. Sasa huyu mtakayemwacha huku nampa maelekezo afunge siku gani? Afunge mwezi 9. Wa yaumul arafa ipi? Afunge mwezi 9 wa mfunguo 3. Sawa? Kwamba ndio itakuwa amefunga sabata na Arafa ambao ni kwa bibi. Ni mwezi 9. Kufunga ni mwezi 9. Mwezi umeeleweka bwana? Naam.
Mimi bado sijaelewa. Hii jambo ili tupate fadhili nyingi. Na mimi ndio bado mwezi 9 ni upi? Kuna ikhtilafu, lazima tukubaliane. Kuna ikhtilafu kwa yeye itikadi yake. Ikiwa mwezi 9 ni Dhulhijja, umefahamu? Mwezi 9 wa Dhulhijja kwa kuchunga matwali ya nchi yake. Ulama hapo wameweka wazi, hakuna tatizo, huo ndo mwezi 9 wake. Umefahamu? La, yeye haikutulizana hilo, mwezi 9 wake ni wa huko, ni ikhtilafu za ulama. Jambo hili la jadiliwa sasa, nadhani nakaribia saa karne. Ni kwamba yeye vichunge itikadi yake, mwezi 9 kwake ni upi, atafunga mwezi 9 Dhulhijja. Hiyo ndo sahihi. Fahamika bwana. Usilazimishe tu kwamba mwezi 9 ni ile ya Arafa. Nenda na wanavyosema ulama ni kwamba yeye atatakiwa afunge mwezi 9. Mwezi 9 wa huyu aliyekuwepo huku wa kwake ni upi, ndio atakayefunga kwa mujibu wa itikadi yake. La, yuko huku itikadi yake mwezi 9 ni ile siku atakayosimama watu Arafa, basi hala wasahala, yeye mwenyewe atafahamu. Lakini watu hawa lazima kuchunge adabul ikhtilafi. Hizo ndio kuchunga nini? Kitu kinachoitwa adabul ikhtilafi. Nadhani ulama wanaweka wazi kwamba watu wasigombane katika hizi ikhtilafu. Mtu achwe mtu na alivyoelewa maelezo ya ulama anaowafuata. Kwa hiyo hizi ni ikhtilafu za ulama. Yeye kapondokea katika ulama hao, hawafuate, awe huru kuwafuata. Umefahamika Lakini ni mwezi 9 Dhulhijja.